Bwana Yesu asifiwe. Jambo la leo andika namna hii: utoaji wa sadaka ni mwaliko wa ufalme wa Mungu. Utoaji wa sadaka ni mwaliko wa ufalme wa Mungu unaoweza kumtengenezea mtu mwenendo wa hatima yake. Ni mwaliko wa ufalme wa Mungu unaoweza kumtengenezea mtu mwenendo wake wa hatima. Utoaji wa sadaka ni mwaliko wa ufalme wa Mungu unaoweza kumtengenezea mtu mwenendo wa hatima yake. Nikizungumza habari ya mwenendo wa hatima, ninamaanisha tu kwamba sadaka kama ufunguo inawezekana ikakufungulia baraka, mwenendo wako ukawa ni mwenendo wa baraka. Inawezekana sadaka ukikosea kanuni za kumtolea Mungu, inawezekana ukafunguliwa laana na mwenendo ukawa ni mwenendo wa laana kwako na kizazi chako. Kwa hiyo sadaka ni ufunguo wa hatima ambao unamtengenezea mtu namna ya kuishi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 na wa 6. Kitabu cha Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 na wa 6. Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 na wa 6 anasema hivi: nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Angalia mstari wa 6 anachokisema. Mstari wa 6 anasema hivi: na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliyehakimu. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliyehakimu. Nisikilize kanisa, huu ni mwaliko. Mungu anazungumza kwa maandiko haya aliyoandika Daudi mfalme. Anamwambia kwamba swala la sadaka ni swala la kiagano. Anamwambia nikusanyeni, tafsiri yake ni mwaliko wa kwamba watu wakusanyike mbele za Bwana watoe dhabihu zao kiagano. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Agano lilifanyika kwa dhabihu. Agano lilifanyika kwa sadaka. Nisikilize, ibada yoyote ambao unaiona kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni ibada ya Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu aliye hai, au iwe ibada ya kuzimu, ibada ya mashetani, ni lazima iambatanishwe na sadaka. Okay, ngoja nije kwa namna hii. Ukitoka kaenda kwa mganga, cha kwanza mganga anapokupokea kama kuhani wa ufalme wa giza, anakuambia utoe sadaka. Wakati mwingine anaweza akakupangia kiwango cha kutoa sadaka. Wakati mwingine anaweza akakwambia toa chochote ulicho nacho. Kitu gani anakuwa anakitaka? Anataka moyo wako au ambatanishe na Mungu wake. Kwa utakuta ghafla unatoa fedha ulio nayo unaiweka pale, alafu ghafla unaona yule Mungu uliyemfuata kwa mganga ndiye anatokea. Utakuta ndiye anapata nafasi ya kupiga vinyanga vyake. Unaona sasa jicho linaanza kuona, anaanza kutabiri juu yako. Kitu gani kimetokea? Kwanza sadaka. Maandiko yanasema nikusanyeni wacha Mungu wangu. Manake wale ulikuwa ni mwaliko wa watu wa ibada, ya kwamba hawa watu wanaokuja mbele zangu kufanya ibada ni lazima wafanye ibada ya kiagano kwa sadaka. Kwa hiyo usije ukafikiri tu Jumapili mnapoambiwa kuna sadaka ya ahadi, kuna sadaka ya shukrani ya wiki, kuna sadaka ya fungu la 10. Ule ni mwaliko, kwa sababu zile sadaka ziko kikanuni kwa ajili ya kukutana na Mungu kiagano. Na Roho Mtakatifu anisaidie niongee lugha ambao utaielewa vizuri.
Ni nini tunachomaanisha kwamba watu watoke kwenye mazoea ya kutoa sadaka kimazoea? Unapoitwa kwenda madhabahuni kumtolea Mungu sadaka, manake uende na sadaka yako kama agano. Ndiyo maana adui anapambana na wewe usielewe kwamba sadaka ni agano. Unapeleka sadaka bubu, unapeleka sadaka isiyo na maombi. Kwa ukipeleka pale sadaka yako, kumbuka una mgonjwa nyumbani, wewe mwenyewe unaumwa, lakini sadaka uliyoipeleka hata isemi juu ya ugonjwa wako, hata isemi juu ya mume wako. Umebakia kwenye level ya kulalamika. Ningekuwa najua namna ya kulalamika kikwenu, ningelalamika kikwenu, alafu kaona ina sound vipi. Hii kwa sababu sijui, mmebaki kwenye level ya kulalamika. Wakati mwingine unayaongea maneno yote unayamaliza, lakini umeitwa na Bwana na madhabahuni umeenda na sadaka umeipeleka, lakini umepeleka sadaka bubu isiyo na agano. Usije ukafikiri Mungu wakati anaongea na Daudi, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa dhabihu. Usije ukafikiri alikuwa haoni. Alikuwa anaiona sadaka, iliyo na maagano. Maagano yapi? Ya kwamba Mungu tembea na mimi, Mungu tembea na uzao wangu, Mungu tembea na biashara yangu, Mungu tembea na huduma niliyo nayo. Hilo ndilo agano. Mungu akichungulia ndani ya sadaka, analiona agano unalolitaka wewe. Ndiyo maana unaona nikiwa hapa nawaambia watu, acheni kunyamaza kimya, omba na kuomba. Tamko unavyovisikia ndani, tunatengeneza kizazi ambacho kiwe na kanuni ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, maandiko yanasema na mbingu zitatangaza haki. Tafsiri yake ni nini? Mbingu ndio inakuja kutathmini aina ya sadaka uliyoileta mbele za Bwana kwenye mwaliko. Mungu pekee ndiye aliyehakimu katikati ya ile sadaka. Manake hakimu kwa namna gani? Kwenye vitu vitatu nilivyovifundisha jana, ya kwamba Mungu atachungulia moyo wa kupenda kumtolea. Mungu atachungulia nguvu ya heshima kwenye hiyo sadaka yako. Mungu atachungulia namna ulivyofanikiwa ndivyo unavyomtolea. Ndiyo maana neno linasema Mungu ndiye hakimu. Mbingu kabla sijatangaza haki, anatokea yeye aliyehakimu kutathmini sadaka iliyotolewa. Nipungie mkono namna hii kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nikuonyeshe kitu cha ajabu. Sadaka pekee Yesu ndio huwa anatokea kuiangalia. Alafu Yesu haangalii tu kawaida, anaangalia kila mtu anayepeleka sadaka kwenye kikapu. Anamwangalia ametoa shilingi ngapi. Je, nimemfanikisha kiasi gani? Je, moyo wake unapenda au haupendi? Okay, naona watu kama wanielewe. Fungua kitabu cha Marko sura ya 12. Alafu mstari wa 41 mpaka 43. Kuna kitu nataka watu wa Mungu muame kwenye eneo la kutoa sadaka, ili msimtolee Mungu sadaka zilizojaa manunguniko. Toeni sadaka iliyojaa upako. Angalia mstari wa 41. Marko 12 ule mstari wa 41 nasoma. Neno la Mungu linasema hivi: naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano walivyotia mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Angalia 42. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Angalia 44. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndivyo riziki yake yote pia. Sasa nataka unielewe kwenye hili eneo. Huyu ni Yesu.
wakati makutano yanapeleka sadaka, yeye alienda kusimama karibu na kisanduku cha sadaka. Nataka uiangalie hii picha ya ajabu. Yesu akawa anawaangalia matajiri. Yesu akawa anaangalia kila mtu anachokiweka. Maandiko yanasema kwa namna matajiri walikuwa wanaweka mapesa mengi, lakini kwenye macho ya watu waliona matajiri wanaweka mapesa mengi. Yeye Yesu akaangalia watu, ikafika zamu ya mama mjane. Yesu akaona mama mjane amepeleka senti 2. Maandiko yanasema ndiyo iliyokuwa nusu ya pesa. Kwa tafsiri yake kwamba pesa aliyokuwa nayo aliitoa nusu. Kama alitoa senti 2, tafsiri yake alikuwa na senti 4. Akatoa nusu ya pesa, senti 2. Na mwisho wa sadaka Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia, amini nawaambieni, huyu mjane ametoa kuliko wote kwenye huu mkutano. Sasa kitu gani ninachotaka niongee na wewe? Yesu alikuwa anatathmini kiasi mtu anachokitoa, kwa sababu wale walitoa pesa kama pesa kwenye sanduku la pesa, kwenye kikapu cha sadaka walitoa pesa. Sasa Yesu aoni kile ambacho wengine wanakiona na mitume walichokuwa wanakiona. Mitume walikuwa wanaona mapesa yale ya wale watu ambao ni matajiri, lakini Yesu anaona wanatoa kiasi gani na mimi nimewabarikije. Maandiko yanasema wale matajiri walitoa vilivyowazidia. Kwa tafsiri yake hawakutoa vile ambavyo wamevipata au kwa kadiri walivyofanikiwa. Wao walitoa yale ya ziada. Kama alikuwa na milioni 10 ametoa 10,000, kwamba ambao haiwezi kuleta muyumbisho wowote. Sasa nisikilize, neno sadaka lazima utoe kile ambacho moyo wako unakipenda. Hiyo ndiyo kanuni. Moyo wa sadaka lazima utoe kile ambacho unakipenda, ambacho kiko kwenye matumizi, ambacho ukikitoa utaliona pengo. Ndiyo maana ya hiyo sadaka. Yaani ukisikia sadaka, manake lazima utoe ambacho unakipenda. Maandiko yanasemaje? Mungu kwenye ufalme wake alikuwa na mwana wa pekee, akamtoa mwana anayempenda. Usifikiri kwamba hakuwa na kazi. Yesu alikuwa na kazi, lakini kwa sababu Mungu aliwapenda sana wanadamu, akamtoa mwanae wa pekee aachie enzi aje kwa ajili ya kukuokoa wewe. Kwa swala la sadaka ni swala la kikanuni. Lazima utoe kitu unachokipenda. Kana kama imedisturb kwenye vitu vyao wanavyovipenda. Walitoa ziada. Yaani kwamba katika vile walivyovitoa, yaani kwenye sehemu ya mali yao hawajagusa chochote. Lakini yule mama mjane ambaye alitoa nusu ya pesa yake, tafsiri yake kama ile pesa alikuwa ameiweka kwenye mfumo wa matumizi yake ya kila siku kama mjane, aliondoa yale matumizi mengine yote akamwachia Yesu. Sielewi kama unanielewa mtakatifu. Ndio maana kwenye eneo la kutolea sadaka, ukianza kuona mtu anakuambia mimi ni mjane sina cha kutoa, uwe na uhakika huo moyo una shida. Hakuna mtu kwenye ulimwengu wa rohoni ambaye hana cha kutoa, hayupo. Ndio maana hata wale wachawi wanaoenda kwa waganga wana sadaka wanatoa. Nikawa ninamuombea dada mmoja, mashetani yakalipuka yakasema hivi, huyu tumetoa sadaka kubwa. Nikasema umetoa sadaka wapi? Yakasema tumetoa sadaka kuzimu kubwa. Nikasema kubwa shingapi? Anasema unataka uijue ili uje utuzidi. Nikasema kwani huwa mnashindana kwa sadaka? Yakasema huwa tunaangalia sadaka mnazozitoa na sisi tunatoa sadaka ili tuwazidi ndo tuweze kuwashughulikia. Kaambia kwa hiyo, akasema huyu tumefunga uchumi wake ili asije akapata sadaka kubwa akatoa kwa Mungu wake, alafu Mungu wake akawa na nguvu kutuliko sisi. Nikapata akili, kumbe sadaka ni sadaka inayopambanisha nguvu. Nikauliza mmetoa shilingi ngapi? Wakaniambia tumetoa 1,000,000 kuzimu. Sasa nikimwangalia binti yangu nilikuwa ninamuombea,
Akitoa sana 20,000, ametoa sana. Sasa pima 20,000 na kwenye milioni. Kwa usije ukaniambia tu kwamba sina cha kumtolea Bwana. Wewe umejiondoa kwenye mfumo wa kiroho. Mungu anakutana na moyo. Kama unakula chakula nyumbani, unanunua mafuta ya kula, unanunua unga, uwe na uhakika katikati ya matumizi yako hayo unacho cha kumtolea Bwana. Mama yule alikuwa mjane, nusu ya pesa aliyokuwa nayo akamtolea Yesu. Yesu akaona ametoa kuliko wengine wote. Yesu alipima moyo ya kwamba na viacha vingine vya kwangu, lakini kwa ajili ya Bwana. Jesus Christ. Mungu hawezi kuacha kukugusa. Mungu hawezi kuacha kugusa watoto wako. Mungu hawezi kuacha kugusa kwenye familia. Shida ni kwamba wewe mtu wa Mungu hautoi sadaka kiagano. Unatoa sadaka kama ngoja tujenge tu tupate pa kuabudia. Wewe sikiliza, unaweza ukatoa sadaka leo, Mungu akakuchukua kesho, lakini sadaka yako ikaendelea kuandika kwa ajili ya kizazi chako. Kanisa, ninaeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya agano kisadaka, pekee Yesu ndio huwa anatokea kwenye sadaka. Kuna wengine Yesu ni mwema, wanaweza wakapanga kutoa kiasi fulani alafu Yesu akamwambia zidi hapo. Inawezekana hauzione pesa za kumtolea, lakini saa na msukumo wa kutoa, wanakuta Bwana anasema toa. Wengine wanakuja na lugha hizi kwamba tunatoa mpaka tunajilipua. Ndicho alichokifanya yule mama mjane, alitoa mpaka akajilipua. Wewe kama alikuwa na senti 4 alafu akatoa 2, tafsiri yake alikamata mazingira yote akayaweka chini, akamsimamisha Yesu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Nataka tuguse sehemu alafu tuombe. Nataka tuguse sehemu alafu tuombe. Nisikilize kanisa. Familia ya Adam na Hawa ilizaa watoto wawili. Mtoto mmoja akaitwa Kaini ambaye ni mkubwa. Mtoto wa pili akaitwa Abel. Na saa Mungu kikanuni ilipofika, akawaalika wale wote wawili waende kumtolea sadaka ya mavuno. Sasa saa sadaka ya mavuno inatolewa, kila mtu alienda yeye binafsi. Kaini akaenda kama mtu mkulima, na Habili akaenda kama mtu mfugaji. Andika kitabu cha Mwanzo 4. Hii habari nataka uende mwenyewe ukaisome vizuri ili uone. Kitabu cha Mwanzo 4. Alafu ule mstari wa 1 mpaka 12 ndio hapo utaanzia. Ninaweza nikasoma kwa haraka, lakini kitu ambacho nilikitamani udake vizuri kabisa kwamba Mungu anaweza kualika. Kuanzia mstari wa 1 pale nataka nisome kwa haraka, alafu tuende kuomba. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Emsema sadaka kwa Bwana. Emsema sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Emsema Bwana akamtakabali. Emsema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Angalia mstari wa 5. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika uso wake, akakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Naye nini na kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea marangoni, nayo inakutamani wewe,
walakini wapasa uishinde. Mstari wa 8, Kaini akamwambia Abili nduguye, tuende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamuinukia Abili nduguye akamuua. Ule mstari wa 10 soma. Mstari wa 10 anasema hivi, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. 11, basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. 12, utakapolima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Nisikilize, hii familia imeenda mbele za Mungu kutoa sadaka. Kaini akaenda kama mkulima, na ilikuwa ni siku ya mavuno, na Abili akaenda kama mfugaji. Sasa sadaka ya Kaini ilikataliwa, lakini sadaka ya Abili ilikubaliwa. Kwa nini sadaka ya Abili ilikubaliwa? Kwa nini sadaka ya Kaini ilikubaliwa? Hayo ndiyo maswali ambayo natakiwa uyajue. Cha kwanza, sadaka ya Abili ilikubaliwa. 1, alitoa wazao wake wa kwanza wa wanyama aliokuwa nao. Namba 2, akatoa wanyama walionona. Nisikilize, Mungu anapenda sana vitu vilivyonona. Ni kama wewe ambavyo mtu akikuletea kitu, unaweza ukaangalia hata kwa jirani yako kwamba amenipa hiki na huyu amepewa hiki, nani amepewa kikubwa? Najua wote tumepitia utotoni hapa. Wazazi wetu walikuwa wakitugawia mboga, unachungulia kwenye bakuli ya ndugu yako, nani amepewa kilichonona zaidi? Ndivyo na moyo wa Mungu ulivyo. Wakienda mbele zake, anachungulia nani aliyeleta kilichonona kwangu, maana anaona huyu tunapendana. Wakati mwingine unamuuliza, mama, mbona fulani umemwekea mboga nyingi? Ndivyo na moyo wa Mungu ulivyo. Mungu anaangalia nani ameenda kwake na kilichonona. Kaini alienda na sadaka kwa Bwana, akapeleka yale mazao kwa Bwana. Abili akaenda na wazao wake wa kwanza wa wanyama aliokuwa nao, lakini sifa ya Abili, wamenona. Kwa hiyo Mungu ghafla uso wake ukaondoka kwenye sadaka ya Kaini, uso wake ukaingia kutazama sadaka ya Abili iliyonona. Mungu wangu, sielewi kama hao watakatifu wananielewa. Sadaka iliyonona, jamani, sadaka iliyonona. Bwana akaitazama na akaitakabali. Ghafla baada ya kutakabali sadaka ya Abili, sadaka ya Kaini automatically ikakataliwa. Ilipokataliwa na akamwambia kwamba nimeikataa sadaka yako, ghafla Kaini uso wake ukabadilika, ukakunjamana, akajawa na hasira ndani yake. Sasa swali langu ambalo nilijiuliza wakati naisoma hii habari, ya kwamba kwa nini huyu Kaini alikasirika wakati yeye alipewa nafasi ya kumtolea Mungu sadaka? Roho Mtakatifu akaniambia, ndivyo kanisa langu lilivyo. Nikiinua watu waliobeba roho ya Abili kunitolea sadaka, wengine waliobeba roho ya Kaini huwa wanakasirika. Ndio utakuta sasa maneno haya ya kwamba yule baba na yeye ana kielele, yani ndio anajifanyaga kama ana sadaka nyingi, eti ndio anajifanyaga kwamba ndio anatoa kwa Bwana. Roho za Kaini zikakasirika. Na ndani ya kanisa watu wako wa Kaini, uzao wa Kaini upo ndani ya kanisa. Wao kazi yao sio kutoa, kazi yao ni kuona fulani anatoa nini, fulani anatoa nini. Hapa tunasikilizia fulani asimama atoe. Naomba nikwambie, utoaji wa sadaka ni ufunguo wa maisha yako wewe mwenyewe. Ni kwa ajili ya faida yako, ili ukutane na baraka au ukutane na laana. Utoaji wa sadaka wa Kaini ulimfungulia lango la laana. Ndani yake ile hasira haikubeba cha Bwana. Ile hasira ilibeba roho mbaya. Ile hasira ikabeba chuki. Akamchukia mtu wa baba yake na mama yake, ndugu yake. Emsema ndugu yake.
akamuinukia, akamtengenezea mazingira, akampeleka uwandani, akamuinukia, akamuua. Lakini ni ndugu yake. Sasa angalia kitu Mungu alichoongea na Kaini. Mungu alimtengenezea Kaini mazingira ili asiingie kwenye dhambi, hata kama sadaka yake imekataliwa. Akamwambia, kwani ukitenda vyema hutapata kibali? Kwa hiyo kitu pekee kinachoweza kutengeneza kibali chako kazini, kikatengeneza kibali chako kwenye biashara, kikatengeneza kibali chako kwenye mazao yako ya kulima, ni kutenda vyema kwa Bwana. Tafsiri yake ni kutoa sadaka iliyonona kwa Bwana. Anasema ukitenda vyema si utapata kibali? Tafsiri yake kumbe kibali hakiji hivi hivi. Kibali kinatengenezewa mchakato. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ghafla Kaini kwa sababu akumsikia Bwana akamuua ndugu yake. Maandiko yanasema baada ya kumuua, Mungu akamuuliza, ndugu yuko wapi? Akasema, mimi sio mlinzi wake. Akamwambia, kwa sababu umefanya kitendo hiki cha kumuua ndugu yako kwa kumwaga damu yake, ardhi iliyopokea hiyo damu ukiilima haitakupa mazao. Sasa nataka kwenye hili eneo nisikilize vizuri. Jambo la pili, akamwambia uzao wako hautakuwa na kikao duniani. Kwa hiyo sadaka ya Kaini aliyoipeleka mbele za Bwana imemfungulia mlango wa kuwa na laana. Unaweza ukatoa sadaka ukifikiri umetoa sadaka kwa Bwana, kumbe umejifungulia laana. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hamtoi sadaka kwa moyo wa kupenda. Hamtoi sadaka kama ambavyo unamheshimu Mungu. Hautoi sadaka kwa kadri ulivyofanikiwa. Kama una shilingi 1, mtolee sadaka kwa kadri ya shilingi yako 1. Kwa hiyo sasa unaweza ukakuta tuna kizazi kingi ambacho kinaishi chini ya jua kwenye laana. Na haya ndiyo maisha tulio nayo. Wazazi wetu waliotutangulia walikataa kumtolea Mungu sadaka, wakatoa sadaka kwa miungu mingine. Tafsiri yake kinachotokea sai, tukilima mazao kwenye ardhi atupati. Jipime mahali ulipo. Angalia unapeleka kiasi gani kupanda kama mbegu na kiasi gani unavuna. Je, unavuna kile ulichotarajia kukivuna? Kama unavuna usichokitarajia, uwe na uhakika umekaa kwenye madhabahu ya Kaini. Inawezekana ni wewe umekosea kanuni za kwenda mbele za Bwana, kumpelekea mazao ya kwanza kama limbuko yanotoka shambani kwako. Au inawezekana umekaa kwenye uwanda wa Kaini, baba yako, mama yako haja kutengenezea msingi wa sadaka. Uzao wa Habili, tafsiri yake ungeendelea kukaa, ungekuwepo, ungeishi kwenye kutakabaliwa. Lakini Habili hatuoni uzao wake. Tafsiri yake aliuawa na ndugu yake kabla hajazaa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna sadaka leo unaweza ukaitoa ikawa ni ufunguo wa kumfanya mwanao haishi kwenye baraka. Lakini kuna sadaka unaweza ukakosea kuitoa ikawa ni laana mtoto wako maisha yake yote. Kwa hiyo leo unavyoniona ninaihubiri Injili, naitoa sadaka ya kuihubiri Injili, uwe na uhakika mwanangu kuna mlango ninamtengenezea. Kesho kuna watu watakutana nao, watamuuliza, wewe unaitwa nani? Wakisikia Muta, watamuuliza, ni Muta yule mhubiri wa Injili? Akisema ndio, kuna fadhili anaweza akafanyiwa kwa sababu ya baba yake. Mungu akamwambia Suleiman, kwa sababu ya baba yako Daudi nina agano naye, sitakutenda mabaya. Kwa usije ukafikiri kutoa kwako sadaka ni kitu cha kawaida. Tunatoa sadaka kiagano kwa ajili ya uzao wetu pia. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta sasa wewe unakataliwa kile unakoenda. Kuna watu wengi wana roho za Kaini hapa. Ukienda shambani kulima, yani wewe ndo mazao yako yanakufaga tu. Wanyama wako ndo wanakufaga tu. Yani mtaani ndo kabisa haujulikani hata ukipiga chafya kama upo. Hiyo ni roho ya Kaini. Lakini pekee kinacholeta kibali, tafsiri yake ni kutenda mema kwa Bwana. Sasa walio wengi hawatendi mema kwa Bwana, na mmebaki kwanza kukasirikia wale walio na kibali.
Inawezekana ukawakasirikia walio na kibali kanisani, lakini kumbe kuna namna hawa watu mara moja tu walitenda vyema kwa Bwana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hichi ndicho kizazi cha Kaini kinacholitesa kanisa. Okay, nikianza kuomba na wewe wala isikusumbue. Ukiona hizi ni roho za Kaini ziko kwako, njoo tuzipige, maana roho za Kaini ndio miungu inayotutesa leo. Wengine utasikia nimetoa sana sadaka. Ndicho alichokifanya Kaini. Alijihesabia haki. Amevuna alafu yale mabaki ndo akampelekea Bwana. Mungu wetu apokee mabaki. Mungu wetu anapokea kitu kizuri ambacho kikitoa kinakuuma ndani yake. Wengine wanasema sadaka inauma. Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu mnanielewa? Sadaka ndani yako ikriki. Ukifanya ikriki. Okay, ngoja nitoe ushuhuda huu alafu tunaenda kuomba. Mimi na mke wangu tulikuwa tumefungwa sana kwenye eneo la kujenga. Hata kupata eneo, kununua eneo la kujenga ilikuwa ni changamoto. Sasa wewe kupata hasara chuma ulete ni wewe. Vitu vingi roho za Kaini ukakuta zinakutesa. Naomba niseme na wewe, kuna kanuni hujaifanya. Mungu kwanza, alafu vitu vingine vinaendelea. Kwa sababu Bwana akiwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako huwa anayasimamia yeye mwenyewe. Simama mahali ulipo. Ziniachie mimi na uzao wao. Ziniachie mimi na uzao wangu. Wewe njoo tu hapa madhabahuni. Kamata sadaka yako. Unapokuja madhabahuni uje na hiyo sadaka. Itakuwa ni sadaka ya agano. Kwamba leo tunasambaratisha miungu ya Kaini. Hiyo miungu ya Kaini iliponikasirisha ndani yangu, nikamwambia nimechoka. Huwa nampenda sana Madam pale, mke wake na Costa. Ananiambiaga hivi, hatuwezi kumtumikia Mungu alafu tukalia. Namwambiaga huo unanitia maneno mazuri ya kunitia moyo, na siwezi nikamtumikia Mungu alafu nikalia. Haiwezekani. Mungu wangu mimi ana vyote katika vyote. Kwa hiyo ndani yako ni lazima ukasirike na roho. Wakati unatoa hii sadaka, kama unaona kuna namna roho za Kaini bado zinakufuatilia, aidha ni kwa sababu ya watangulizi, wazazi wako, babu zako, bibi zako hawajakutengenezea msingi mzuri, na wewe unapita kwenye hayo mateso, njoo kwa hasira kumwambia Mungu, ziniachie. Lakini ikiwa huko kwenye level ya Habili ndani yako, unaona ni Habili wa mafanikio, mwambie Mungu, endelea kunitunza. Lakini ukiona roho za Kaini ndo ninazo kwenye hii madhabahu, pingana nacho hicho kitu, iambie miungu ikuachie, na nguvu ni kubwa ziko mahali hapa. Nyanyua sadaka juu. Sema Mungu uliye hai. Sema Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Ninakuja kwako. Kwenye huu mwaliko. Kwenye madhabahu yako. Kama ilivyoandikwa. Nikusanyeni. Wacha Mungu wangu. Waliofanya agano nami. Kwa dhabihu. Leo hii nimekuja kwenye madhabahu yako. Kwa sadaka hii ninakuomba kwa damu ya Yesu, ninaipatanisha sadaka hii iwe sadaka ya agano, iwe sadaka ya agano kwa ajili ya maisha yangu. Sehemu yoyote kwenye maisha yangu palipokaa roho za Kaini za kukataliwa, roho za Kaini za kunyanyasika,
roho za Kaini za laana, roho za Kaini za chuma ulete, za hasara, roho za Kaini sehemu yoyote zilipokaa zikakamata na uzao wangu na uchumi wangu na ufahamu wangu na nyota yangu na kibali changu, leo hizo roho nazipiga kwa damu ya Yesu. Sadaka hii iwe ni sadaka itakaoonekana mbele za Bwana, iwe ni sadaka itakaokubalika mbele za Bwana. Mungu uliye hai, kama nimetoa kidogo, ninaomba leo hii ukipokee kwa damu ya Yesu, ili Bwana uanze kunisaidia nikutolee kilicho kikubwa katika jina la Yesu. Njoo mtolee Mungu sadaka. Alafu ukisikia ndani yako kwamba kuna roho ambazo sio za Mungu zinakufuatilia, ambazo tutaenda kuondoa leo hii, kandara bakorobosiki, toa sadaka na hiyo tutaipeleka madhabahuni. Randari koriboshaka tarikanda. Wakati mnaabudu, ukiona unatoa sadaka na zile roho zinakufuatilia, unaweza ukasogea tu madhabahuni. Ninataka tuombe na watu kadhaa wa kadhaa ambao unaona ndani yako unasema sikuwa na cha kumtolea Bwana. Wewe sogea madhabahuni tu, sogea tu namna hiyo madhabahuni. Ndio Bwana.